kwamba tamasha limefana kuanzia kwenye organization yake, limefana kuanzia kwenye mpangilio wa mkoa kupokea hii tamasha, kwa sababu unaweza ukaona Mzize peke yake kafanya, lakini nyuma ya Mzize kuna watu wengi wameweka nguvu yao. Nilikuwa nimekaa pale jukwaa kuu na mkuu wa mkoa wa Iringa, akawa amenieleza jitihada ambayo serikali ya mkoa pia imefanya kuhakikisha tamasha hili linatokea. Kwa hiyo mkoa, serikali imefanya kazi yake, lakini pia sponsors mbalimbali. Tamasha hili na sponsors nimeona kama 7-8 hivi. Tafsiri yake ni kwamba sponsors walimpokea Mzize, walipokea project na akawa wako tayari kuisupport. La mwisho ni support ya mashabiki. Yaani sponsor wangekuwepo, serikali ingeweka nguvu, kila kitu kilikuwa sawa, alafu uwanja ukawa mweupe, tamasha lisingekuwa na maana yote. Kwa hiyo tupongeze sana pia mashabiki wa mpira hapa Iringa, wameuheshimisha leo mkoa wao. Tamasha limekuwa zuri, tamasha limekuwa bora. Wachezaji ambao pia wamekuja wenyewe wanazungumza kwamba inakuwaje mkoa huu hauna timu ya ligi kuu, kwa sababu wanazunguka kwenye ligi, wanacheza mechi mbalimbali, lakini leo wame experience vibe tofauti na wamekuwa na mshangao, imekuwaje Iringa. Mimi niambia Max hapa, Mwana Kibuta ambao ndo mara ya kwanza nafika, wanasema inakuwaje Iringa hakuna timu ya ligi. Yaani wanatamani kwamba wangerudi tena kucheza hapa kwa sababu ya mwamko mashabiki ambao wameonyesha. Kwa hiyo 100 tamasha la leo. Bwana Alikamwe, kuna mengi ya kuzungumza naye kwa sababu kuna safari nyingine kuelekea Tanga. Yanga imetambulisha kocha. Kwanza niwapongeze waandishi wa habari. Mmesafiri kutoka mbali kuja kumuunga mkono Mzize, mmekuwa na matamasha mengi, mmeunganisha, mjipumzika. Bila nyie kuhabarisha umma, hata wa sponsors singeona thamani hili jambo. Kwa hiyo niwatie moyo. Haya matamasha yanayofanyika haya, ukiangalia kiini chake ni jambo la thawabu tu. Yaani watu wanacheza mpira kwa ajili ya fedha kupatikana kwenda kusaidia jamii. Kuna wagonjwa wako hospitalini, kuna watoto yatima wapo kwenye vituo wanahitaji huduma. Kwa hiyo nyie pia mna play part yenu. Mnaweza msipate chochote leo in terms of hela, lakini kesho akhera inshallah Mwenyezi Mungu atakumbuka pia kazi ambayo mmeifanya ya kutangazia watu tamasha hili, na kuna vijana, kuna wagonjwa ambao kesho kwa umati uliojaa leo watakwenda kupata nafuu na faraja kwenye maisha yao. Klabu ya Yanga imetangaza kikocha wake mpya. Watu wa Iringa wanapata tatizo na kutamka lile jina. Tusaidie. Hebu litamke. Sasa lile jina, mimi nimetoka kucheza mpira, nishachoka. Huwezi kulitamka kama ushachoka kama mimi hivi. Cha msingi tu waandishi kuwasaidia. Semeni tu kocha wa Yanga tawaelewa. Umekuwa na matamasha mengi na umekuwa ukiyasupport kwa namna moja ama nyingine. Ni kitu gani ambacho kinakusukuma wewe kuwepo katika kila matamasha, kama si hali basi mali, kuweza kusupport? Kaka, nimekwambia mara ya kwanza nashiriki matamasha haya ilikuwa ni Wape Tabasamu Morogoro, na kesho yake tulikwenda mahospitalini kuwaona wagonjwa ambao walikuwa tabasamu baada ya kuona mchango wa wachezaji wanaowaletea vitanda. Kuna ambao walikuwa wanahitaji zile nini za kutembelea vilema, kuna huduma nini na nini. Ilinigusa na nikajiapiza kwamba kwenye kila mahala ambako wachezaji wataweka jitihada kwa ajili ya kusaidia jamii, na mimi nitaweka mchango wangu, hata kama ni mdogo, na mimi nitaweka mchango wangu uweze kufanikiwa. Kwa mfano si Kilimanjaro hatujafanya mwaka huu, bad luck, na sipata fursa ya kuambiwa na Kilimanjaro. Leo kumekuwa na mechi kule. Hivi meishaje ile mechi yetu kwanza? Timu yetu ya polisi ambayo inatumia uwanja wa ushirika ilikuwa na mechi ya playoff na Prison leo. Kapasuka ni kama pai. Najua hizo goli haziwezi kuwa chini ya 2. Zitakuwa zimeendelea hapo na zaidi. Tulikubaliana wamecheza leo, uwanja ukao uko bize. Na kuanzia kesho BTI inaanza vioni. Nafikiri mnajua, si ndio? Kwa tarehe ambayo tulipangiwa ya pili tarehe 18. Kwa ratiba itoka ya bodi ya ligi tarehe 18 timu nyingi zitakuwa zimeshaanza kurejea kwenye pre-season zake. Kwa hiyo tukasema tuhairishe mwaka huu, na nikamwambia Mzize inabidi tarehe 12 nisikae bure, nije niwasupport, nije niwape nguvu kwa ajili ya kutoa tena ule mchango mwingine ambao jamii inahitaji. Ali Shabani Kamwe, wewe ni mwanamichezo, mpira kwa muda mrefu sana. Msimu umetamatika na Yanga ni bingwa. Naomba uniambie kikosi chako bora kwanza kwa 11 ambao umeona kwenye msimu pasi kuweka ushabiki wako. Kikosi bora? Kikosi bora ni kile cha Yanga chote. Bana, nitumie fursa hii pia kuambia ndugu zangu waandishi wa habari, timu yetu ya Yanga ya under 13 imechukua ubingwa leo wa ligi ya vijana chini ya 13. Makofi. Kwa hiyo siku ya Jumatano tutafanya paredi la watoto. Ni paredi toto linaitwa, tutaanzia pale makao makuu,
tutaenda kwenye viwanja vya Muhimbili ambako ndiko wanafanyia mazoezi, na tutakuwa na sherehe pale ya kuwapongeza watoto wetu. Tutapiga paredi la ubingwa na tutapika pilao pale. Kwa hiyo ndugu jamaa, marafiki, mashabiki wa Yanga, Jumatano inshallah njooni kwa wingi viwanja vya Muhimbili tushiriki kwenye paredi na sherehe la ubingwa. Wale watoto wanataka tuwarithishe hiyo damu ya kushinda na kusherehekea na kufanya paredi kuanzia wadogo. Peleka salamu zetu kwa Mangoba Nywi. Kwa nani? Mangoba Nywi. Wewe unafundisha nani? Mimi Mzulu. Wewe Mzulu?